Mtazamaji wa Mawengi TV, na leo hii nipo katika ofisi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika mkoa huu wa Tabora, ambako nitakwenda kukutana na Meshack Mikas ambaye yeye ni katibu wa kanda ya Magharibi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na kwenda kuzungumza naye juu ya suala hili la ajenda ya mwaka 2025 katika chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo, ambayo ni no reform no election. Lakini pia tutazungumza mengi kweli kufuatia sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mtazamo wake ni upi juu ya swala hili ambalo limekwisha kutokea? Langu jina ni Diana Masai na hii ni Mawengi TV. Habari? Salama kabisa. Unajionaje na hali? Mimi niko salama, tunamshukuru Mungu, tunaendelea na mapambano. Kwanza kabisa, mtazamaji anapenda kukufahamu wewe ni nani na unahusika na nini? Majina yangu ninaitwa Meshack Mikas, ni katibu wa Chadema kanda ya Magharibi, nikisimamia mikoa ya Tabora, Katavi, Kigoma kwenye majimbo yote 25, nikiwa kama msimamizi mkuu ama mtendaji mkuu katika kanda hii. Naam, huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na katika upande wa Chama cha Mapinduzi wamekuja na kazi na utu, tunasonga mbele. Na nyinyi mmekuja na ajenda yenu ambayo ni no reform no election. Kwa upande wako, unaweza kuzungumza vipi ajenda hii? Kwanza, kauli mbiu ya no reform no election sio kauli mbiu ya uchaguzi. Sisi hatujatoa bado kauli mbiu ya uchaguzi kwa ajili ya kampeni. Tumetoa kauli mbiu ama msimamo wa kioperesheni wa kusisitiza kuwa hatutokuwa tayari kushiriki uchaguzi kama hapajafanyika mabadiliko ya msingi kwenye sheria za uchaguzi na kwenye mifumo yote ya uchaguzi katika mwaka huu. Kwa hiyo no reform no election sio kauli mbiu wala sio ilani wala sio sera ya Chadema katika uchaguzi, kwa sababu sisi bado hatujaainisha ilani ya uchaguzi, isipokuwa ni kauli mbiu ya kuhakikisha kwamba tunasukuma serikali, tunasukuma vyombo vyote vinavyoshughulika na masuala ya uchaguzi kuhakikisha kwamba sheria zinabadilishwa, kanuni zinabadilishwa na mifumo yote ya uchaguzi inabadilishwa, ili kuhakikisha kwamba tunapoenda kushiriki uchaguzi unakuwa ni huru na haki. Je, unafikiri kwamba iwapo ajenda hii itatekelezwa, uchaguzi huu utakuwa ni wa huru na wa haki kwa mwaka 2025? Kimsingi tunaamini kwamba kama serikali itasikiliza, lakini pia kama wananchi wataendelea kutunga mkono, ajenda hii inaweza kutekelezwa. Kwa sababu tukumbuke kwamba nchi ni watu. Na kama nchi ni watu, basi tunaamini kwamba serikali inatakiwa iishi ama iongoze kwa kufuata matakwa ya watu. Sawa. Katika tukio hili la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, unadhani serikali inapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba wananchi hawawi na vurugu yoyote kufuatia tukio hili ambalo limetokea? Kwanza niseme sisi kama kanda ya Magharibi, na jana mwenyekiti wangu wa kanda wakili msomi Dickson Matata alishatoa press release ya kulaani, na tumelaani vikali kitendo cha kukamatwa kwa mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, na mwisho wa siku kaenda kufunguliwa mashtaka ya uongo, kapewa mashtaka ya uhaini ili aendelee kukaa ndani. Tulishatoa msimamo wetu wa kulaani matukio hayo. Ikumbuke kwamba masuala ya mikutano ya hadhara ambayo tulikuwa tukiendelea nayo, mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba. Ukisoma ibara ya 20 imetoa haki ya kufanya mikutano ya hadhara na maandamano, lakini sheria ya vyama vya siasa, sheria namba 11 ya sura 258 ya sheria ya vyama vya siasa imeweka uhuru wa vyama kufanya mikutano ya hadhara. Kwa hiyo kimsingi tumesikitika sana kuona kwamba katika dhama hizi bado watu wanaweza wakapewa kesi kama za uhaini. Kwa hiyo kimsingi sisi kama kanda ya Magharibi bado tunaamini kwamba no reform no election kama operation inaweza kusukuma tukapata mabadiliko kwenye masuala ya uchaguzi. Ni kwa namna gani Chadema imejizatiti kuhakikisha kwamba viongozi wake wanapata uhuru wa kujieleza? Kimsingi kwanza tufahamu, uhuru auombwi, uhuru unadaiwa. Ni wajibu wa kila kiongozi kujisimamia kuhakikisha kwamba anaendelea kupambana na kutafuta uhuru. Tunajua kabisa katika nchi za Afrika kupata uhuru huwezi kuletewa kwenye sahani nyeupe. Uhuru unapiganiwa, uhuru unatafutwa, uhuru unapambaniwa. Kwa hiyo bado tunaendelea kusukuma kuhakikisha kwamba sio tu uhuru unapatikana kwa vyama vya siasa pekee, bali uhuru pia unapatikana kwa wananchi wote katika kujieleza na kutoa maoni yao.
Kwenye chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo limetokea kundi ambalo linajiita G55. Kwa upande wako kama katibu, unaweza kulizungumzia vipi? Kwanza niseme kwa mujibu wa katiba yetu, katiba yetu hii ya chama ukisoma vizuri imeweka haki ya watu kujieleza. Wao wamejieleza, na ukisoma ule waraka wao wametoa mapendekezo yao kwenda kwenye chama. Kimsingi mimi na wasii waendelee vuta subira, chama kitawapa majibu, kwa sababu kwenye ule waraka wamesema tunaleta mapendekezo kwenye chama, kama chama kitayapokea, na kama kitapokea basi tutaendelea kuungana na chama. Kwa hiyo mimi ni wasii wavuta subira, lakini pia waungane na chama katika kupigania haki na uhuru wa watu. Unadhani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapaswa kufanya nini ili kurejesha ile uhuru na amani, ikiwa viongozi wa upinzani wameanza kukamatwa mapema? Kimsingi ni vyema serikali ya Chama cha Mapinduzi ikafahamu kwamba unaweza ukatesa, unaweza ukakamata watu, unaweza ukanyanyasa watu kwa muda fulani, lakini huwezi kuwanyanyasa milele. Ipo siku itaamka hawataweza kufanya hivyo tena. Kwa hiyo mimi ni wasii hekima iwaongoze, ni Mheshimiwa Rais ajaribu kutafakari kwamba je, haya yanayofanyika yafaa kufanyika sasa? Si kabisa haone umuhimu wa kuona haya kwamba yafai katika nchi ya Tanzania, nchi ambayo imekuwa ikisifiwa kuwa kitovu cha amani. Tunatamani iwe hivyo, lakini hatuoni kwamba ina busara ama ina ustawi katika taifa pale ambapo viongozi wa vyama vya siasa wanakuwa wakikamatwa. Kwa hiyo kimsingi tunaisi serikali iachane na haya mambo, na nitumie fursa hii kumtaka mkurugenzi wa mashtaka DPP haondoe haya mashtaka waliomfungulia Mheshimiwa Lissu, haya drop hayaondoe, kwa sababu hayaleti afya kwenye ustawi wa taifa. Matarajio ya Chadema kuhusu uchaguzi wa 2025 yanaenda kuwaje hasa katika muktadha wa matukio haya? Unaiona wapi Chadema kiujumla katika uchaguzi huu? Kwanza tukumbuke Chadema ni chama cha siasa, lakini sio chama cha msimu, kwamba ni chama ambacho kipo tu kitakuwepo 25 baadaye kitakufa. Chadema ipo, imekuwepo na itaendelea kuwepo. Sisi bado tunaendelea kupigania kuhakikisha kwamba ule msingi wa demokrasia tunayoitaka kwenye nchi yetu upatikane. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka huu tunaamini kabisa kama serikali itasikiliza maoni ya wananchi, tume ikawepo uhuru, basi tutapata serikali inayotokana na nini? Na matakwa ya wananchi. Lakini isipofanya mabadiliko, tutegemee kwamba itaingiza nchi kwenye matatizo na migogoro ya kisiasa ambayo inaweza ikaepukika. Tukiamua kwamba tunakaa, serikali inakaa, inatafakari na inafanya mabadiliko kwenye hizo sheria za uchaguzi, naamini hizo vurugu zinaweza zikaepukika. Kuna ugeni wa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tarehe 14. Maandalizi yapoje juu ya mapokezi yao kiujumla? Kimsingi kwenye kanda nzima tunaendelea kufanya maandalizi. Maandalizi yanaendelea, vikao vinaendelea huko chini kwenye majimbo, kwenye wilaya, kwenye mikoa. Maandalizi yako vizuri. Bado hatujahairisha ratiba. Ratiba iko pale pale. Ikitokea kama kuna mabadiliko yoyote ya kiratiba tutawatangazia, lakini mpaka sasa ratiba iko vile vile.